Charles nimefanya naye kazi Tanzania, nimefanya kazi naye pia Uingereza, nimefanya naye kazi ITV na Radio 1, na wakati anaondoka kwenda Ujerumani, na ndio kipindi hicho na mimi niliondoka kwenda Uingereza. Halafu yeye baadaye pia akatoka Ujerumani akaja Uingereza, kwa hiyo tulikuwa tunafanya naye kazi pale Uingereza. Tumefanya naye radio mwaka 2012 tulipoanzisha kipindi cha TV. Tukawa tunatangaza naye. Utangazaji wa kwanza kabisa wa kipindi cha Dira ya Dunia ilikuwa mimi na Charles, mpaka alivyoondoka yeye kurejea Tanzania. Na nakumbuka hata Azam alivyokuja Uingereza wakitafuta watu, waliongea na Charles, wakaongea na mimi. Charles mwenyewe alikuwa yuko tayari kurudi Tanzania, mimi wakati huo sikuwa tayari kurudi Tanzania, kwa hiyo alitangulia. Na hata ofisini tulikuwa tunakaa naye jirani kabisa, meza yake na meza yangu zilikuwa karibu. Nimesafiri naye nchi nyingi sana kutangaza mpira. Kwa hiyo ni mtu ambaye nilikuwa nimemfahamu kwa muda mrefu sana, kwa zaidi ya miaka 20. Na alikuwa mcheshi, alikuwa anapenda sana kufanya mzaha, kufanya utani. Lakini uzuri ni kwamba alikuwa na discipline ya kazi. Ilikuwa kama tunakubaliana tukutane muda fulani kwa ajili ya kazi, ilikuwa anafika mapema sana, hasa tukiwa tunaenda kufanya matangazo ya mpira, maana kuna vitu vingi sana vya kujitayarisha kabla ya kwenda hewani. Alikuja akija mapema sana, lakini alikuwa ni mpenda lugha, hasa ya Kiswahili na lugha nyingine pia. Kwa hiyo na alikuwa mwalimu mzuri kwa kutumia uzoefu wake na kuelekeza jinsi ya kutekeleza wajibu, lakini pia alikuwa hasiti kuuliza pale ambapo anaona kitu fulani hakifahamu vyema, ili mradi tu anapokwenda hewani au anazungumza kitu chenye ufasaha. Alikuwa na heshimu kazi yake na angependa fani yake iende mahali ambapo anataka iende, kwa sababu najua Charles alipikwa Radio Tanzania Dar es Salaam, na katika moja ya taasisi ambazo zilipika waandishi wazuri mahiri na watangazaji wazuri ilikuwa ni Radio Tanzania. Kwa hiyo alikuwa anafahamu misingi ya utangazaji na uandishi wa habari, na ndio maana alikuwa anataka kila mtu aweze kufuata misingi kama hiyo. Kwa hiyo respect ndo kama hiyo ninayokuambia, kwamba hata tulikuwa tukienda kufanya kazi mahali na amekutana na jambo, atakwambia tu bana hapa hii tunaitamka vipi. Hakuwa mtu wa kujidai na kusema kwamba mimi pengine nimeanza kazi kuliko wewe, kwa hiyo nafahamu kila kitu. Alikuwa anapenda kujifunza, ukimwelekeza hachukuli vibaya, na anajifunza pia kutoka kwako, na sisi tunajifunza sana kutoka kwake. Na kwa waandishi wa changa nasema, unajua uzuri wa teknolojia ya sasa ni kwamba video za Charles Hilary zipo kwenye mtandao. Kama mtu kweli yuko makini na anataka kuwa mtangazaji mzuri, ni kuingia tu kwenye mitandao ya kijamii, hususan YouTube, kuangalia video zake akiwa anatangaza akiwa BBC. Vile vile alivyorudi Tanzania, video zake nyingi zipo za Azam. Umsikilize tu jinsi anavyotamka matamshi yanayotoka kwa lugha ya Kiswahili, jinsi majina ya watu wanavyoyatamka, jinsi anavyotamka majina ya miji, jinsi anavyotangaza badala ya kupiga kelele tu au kusoma. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana vya kujifunza kama mtu atatulia na kutaka kufika mbali na kujenga jina kama alilojenga Charles Hilary. Mimi naungana na watu wote kusema kweli, kutoa pole. Najua mke wake Charles pamoja na mwanae Faith. Unajua Charles wakati ule anakaribia kurudi Tanzania, tulikuwa mshaka Ulaya ya kutosha, kana nasema mimi nasubiri tu Faith amalize chuo kikuu ni rudi Tanzania. Kwa hiyo pole kubwa sana kwa familia ya Charles. Tunafahamu jinsi inavyoumiza sisi tu marafiki na watu wa nje tunavyojisikia hivi. Sijui familia yenyewe inajisikiaje. Kwa hiyo watakuwa wanapitia kwenye maumivu sana. Naomba Mwenyezi Mungu awajalie subira katika kipindi hiki kigumu, na anachosema ni kwamba kwa sababu Charles alikuwa ni mcheshi na mpenda mzaha, tuendelee kumkumbuka na kumuenzi kwa kupenda kuishi maisha ya furaha, kwa mtu wa kutengeneza maadui au kugombana na watu. Ni mtu ambaye alikuwa akipenda sana
kucheka wakati wote. Kwa hiyo nafikiri tutamwenzi kwa kumkumbuka kwa yale mazuri ambayo ameyafanya, na kwa waandishi wachanga wajifunze kutoka kwake, sio tu kutangaza habari na kusoma habari, lakini pia hata jinsi alipokuwa akitangaza mpira. Kwa hiyo ni pole, na kusema kweli ni jambo linalouma sana. Mimi mwenyewe mpaka sasa hivi yani naona kama vile nikienda Ikulu hapo nitamkuta, yani ni vigumu sana kuamini tayari amekwisha kuondoka, lakini sote tunaelekea huko na inabidi tukubali tu kwamba hili jambo limetokea, yeye ametangulia na sisi tunafuata.